Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia chaneli hii, basi tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa kwa kufanya kitendo cha kiungwana, yani subscribe, share, like na comment, ili uwe wa kwanza kupata maudhui yetu yanayoangazia historia mbalimbali duniani. Mei Mosi mwaka 2011, wafanyakazi duniani kote walisherehekea mchango katika kuchagiza maendeleo ya nchi zao. Lakini siku hiyo ilifungua ukurasa mpya na kutengeneza historia mpya katika historia za ulimwengu, na ushindi wa taifa lenye nguvu za kiuchumi, kijeshi, kisiasa, hata diplomasia duniani kote. Tarehe 2 Mei 2011, siku moja tu baada ya kusherehekea mapinduzi ya maendeleo nchi mbalimbali duniani, kumbe taifa la Marekani lilikuwa linapanga njama na mkakati maalum wa kutoa uhai wa hasimu wake mkubwa. Huyo ni nani? Huyo ni Osama bin Laden. Ilipofika tarehe 2 mwezi wa 5 2011, Osama aliuawa na jeshi la Marekani kwenye nyumba iliyodaiwa kujificha katika mji wa Islamabad huko nchini Pakistani. Kwa muda mrefu jeshi la Marekani lilikuwa linamtafuta Osama bin Laden kwa kupanga njama na kufanikisha shambulio la Septemba 11 mwaka 2001 nchini Marekani katika majengo mawili marefu yaliyopo katika jiji la New York nchini humo. Shambulio hilo liliua watu 2977 wakiwemo maafisa 441 wa vikosi vya uokoaji. Mwishoni mwa vita ya kwanza ya dunia, inakadiriwa kati ya mwaka 1918 dola ya Ottoman Empire ilianguka, ambapo dola hiyo inakadiriwa kutawala zaidi ya miaka 500. Baada ya kuanguka dola hiyo, Wafaransa na Waingereza waliingia eneo hilo la Mashariki ya Kati, wakagawa ardhi hiyo na kuitawala. Lakini ilipofika mwaka 1948, nchi ya Israeli iliundwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Wayahudi wakapewa ardhi kuitawala, ambapo eneo hilo lilikuwa linakaliwa na Waarabu wanaojulikana kama Wapalestina. Mnamo mwaka 1979, taifa lenye nguvu duniani kwa sera za kijamaa wakati huo lililojulikana kwa jina la Urusi, yani Russia, USSR, Umoja wa Kisoviet, yani ujamaa, lilifanya uvamizi wa kijeshi katika nchi ya Afghanistan na kuweka serikali inayounga mkono sera za kijamaa. Uvamizi huo ulisababisha baadhi ya raia kupinga utawala huo wa kijamaa na kusababisha upengaji mkubwa wa wananchi kutoka taifa hilo, hali iliyosababisha kuundwa kwa makundi mbalimbali ya kigaidi yenye itikadi kali ya kuupinga utawala. Kama inavyofahamika, Marekani ni taifa lenye sera za kibepari ambazo zilikuwa zinapingana na sera za kijamaa. Wakati huo Marekani lilikuwa taifa hasimu sana na Urusi, hali iliyosababisha Marekani kujiunga na Waingereza, Ufaransa, Saudi Arabia pamoja na nchi zingine za Kiarabu kuyapa nguvu za silaha za kijeshi makundi ya waasi ili kufanikisha kuangusha serikali inayounga mkono sera za kijamaa nchini Afghanistan. Ukumbuke kwamba nchi ya Urusi ndiyo ilikuwa taifa kubwa zaidi duniani ambalo lilitamba kuanzia mnamo mwaka 1922 mpaka mwaka 1991 ambapo taifa hilo lilisambaratika. Kumbuka kuwa kutanuka kwa sera za Urusi duniani lilikuwa tishio kubwa kwa mataifa ya kibepari yakiwemo Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani Magharibi pamoja na mataifa mengine yenye sera za kibepari, na kusababisha kuunda umoja wao wa kijeshi unaojulikana kama North Atlantic Treaty Organization, yani NATO, na baadaye kusababisha kuwa na msukumo mkubwa wa Urusi na mataifa ya kijamaa kuunda umoja wao wa kijeshi uliojulikana kama Warsaw Pact. Hapo ndipo dunia ilifungua ukurasa mpya ya kuwa na ushindani na mvutano mkubwa wa kijeshi, kutishana na kutunyeshana misuli, ambapo kila mmoja alitaka kuonekana mbabe kwa mwenzie ili atawale dunia. Kwa hiyo baada ya Russia kuivamia Afghanistan, mmoja ya watu waliokuwa hawakupendezwa na uvamizi huo
ni moja ya mtoto wa 17 kati ya watoto 52 wa watoto wa mfanyabiashara maarufu na tajiri wa Saudi Arabia kwa wakati huo aliyeitwa kwa jina la Mohammed bin Laden. Mtoto huyo inakadiriwa alizaliwa kati ya mwaka 1957 na mwaka 1958. Jina lake ni Osama bin Laden. Osama bin Laden alipokuwa mdogo, inasadikika aliishi maisha ya kawaida huko nchini kwao. Na hii ni miongoni mwa picha yake ya kumbukumbu iliyopigwa mwaka 1971 akiwa takriban na miaka 13 alipokuwa chuoni Oxford nchini Uingereza akisoma kozi za muda mfupi ya lugha ya Kiingereza. Osama alipendezwa sana na falsafa za Sayyid Qutb na Abdullah Azhar ambao walikuwa wanazuoni wa Kiislamu walioamini kuwa Waislamu kwa wakati huo kupitia mataifa yao walipaswa kuungana kutokana na madhila yaliyokuwa yanawakuta na yanayoendelea duniani. Baada ya Wasovieti kuivamia Afghanistan mnamo mwaka 1979, Azhar alikimbilia Pakistani kwenda kuunga mkono juhudi za mapambano dhidi ya uvamizi wa Kisovieti. Osama naye hakupoteza muda, naye akazamia Pakistani. Wakati huo Marekani na Osama walikuwa upande mmoja, kwani adui yao alikuwa ni mmoja tu ambaye ni Russia, yaani wa Sovieti. Mgogoro huo ulidumu kwa miaka 10 na hatimaye mwaka 1989 wakomunisti waliondoka katika nchi ya Afghanistan na Osama bin Laden akarudi katika nchi ya Saudi Arabia na akapokelewa kama shujaa. Lakini baadaye nchi ya Saudi Arabia ilimnyima ushirikiano Osama kama ilivyokuwa zamani, baada ya kupata na kugundua Osama bin Laden alikuwa na ajenda yake ya siri ambayo ingeweza kuharibu taswira ya nchi hiyo. Osama, baada ya kunyima ushirikiano na serikali ya Saudi Arabia kama ilivyokuwa zamani, aligeuka kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Saudi Arabia, na mbaya zaidi ilikuja kuibuka vita ya Ghuba ya Uajemi. Katika vita hiyo dunia ilishuhudia Marekani kuungana na nchi zaidi ya 30 kupigana na Iraki kutokana na taifa la Iraki kuivamia Kuwait. Saudi Arabia ilitegemea sana vikosi vya Marekani badala ya jeshi lake la ndani katika vita na kusababisha kupata pingamizi kubwa na kusemwa kutoka kwa Osama bin Laden. Osama aliamini kuwa uwepo kwa Marekani Saudi Arabia na uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati ni mkakati wa kusambaratisha Uislamu. Lakini kitendo cha Wapalestina kupigwa katika nchi yao ni kitendo alichokiita kama udhalilishaji na aibu kubwa kwa mataifa ya Kiarabu na Uislamu. Kwa hiyo uhasama na mvutano kati ya Osama na nchi yake ya Saudi Arabia ulikuwa mkubwa sana na kusababisha Osama kunyang'anywa uraia wake na kufukuzwa nchi. Baada ya kufukuzwa nchi, Osama alikimbilia Sudani na baadaye akaenda Afghanistan na kwenda kuwa mmoja wa waanzilishi wa kundi la wapiganaji lililoitwa Al-Qaeda, likiwa na maana ya msingi au the base. Baada ya kuundwa kwa kundi hilo, dunia ikachukua taswira mpya ya kuwa na kikundi cha ugaidi hatari zaidi tangu dunia kuumbwa. Kundi hilo likiongozwa na Osama bin Laden likaanza kupanga njama za kulidhoofisha taifa la Marekani licha ya kuwa taifa lenye ushawishi mkubwa wa kibepari duniani. Kabla ya kufanya shambulio kubwa la Septemba 11, 2001, kundi hilo lilifanya majaribio la kulipua bomu lililobebeshwa kwenye gari ambalo liliingia katika jengo hilo mwaka 1993. Majengo hayo pacha yaliyopo mjini New York nchini Marekani yalishambuliwa na kusababisha vifo kwa watu 6 na wengine 1000 kujeruhiwa. Baada ya shambulio hilo, kundi la Al-Qaeda lilidai kuhusika na shambulio hilo. Na historia inatukumbusha balozi za Marekani nchini Tanzania na Kenya zilishambuliwa kwa wakati mmoja. Wakati balozi za Tanzania na Kenya zinashambuliwa, kwa upande wa Tanzania, wakati huo Wilson Mwansasu alikuwa kamishna msaidizi wa jeshi la polisi, alitoa taarifa za awali. Uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa bomu hilo lilitewa kwenye gari la mafuta, yani tanki la ubalozi huo wa Kimarekani, na wakati linaingia katika eneo la ofisi hizo kupitia mlango wa nyuma wa barabara ya Liban, bomu hilo lililipuka. Madhara yaliyotokea ni kama ifuatavyo: watu 6 wameuawa, huenda wapo zaidi waliouawa, na upekuzi katika ofisi za ubalozi huo
Lakini katika shambulio hilo la Nairobi, inasadikika watu 213 waliuawa na watu 11 wakapoteza maisha katika shambulio la Dar es Salaam. Licha ya ukubwa wa taifa la Marekani, lakini mpaka kufikia mwaka 1996, kundi la wapiganaji la Al-Qaeda linaloongozwa na Osama bin Laden lilikuwa na picha kamili jinsi ya kuishambulia Marekani. Baada ya kupata picha kamili jinsi ya kuishambulia Marekani, kundi la Al-Qaeda likaamua kuchagua njia ya kuteka ndege ndani ya ardhi ya Marekani ili kufanikisha zoezi hilo la uvamizi. Yakachaguliwa makundi manne ya vijana ambao walikuwa marubani wanne ambao watapewa mafunzo ya kuendesha ndege na vijana wengine 15 ambao watakuwa na nguvu ya kuwadhibiti abiria, marubani na wahudumu ambao watataka kujitetea. Akachaguliwa kijana ambaye angeweza kurekodi video katika maeneo nyeti ya Marekani na kutumwa kwa wakubwa ili kufanikisha misheni yao ya uvamizi. Vijana hao walipewa mafunzo ya urubani nchini Marekani na kufanikisha kuteka ndege za abiria na kufanya uvamizi ambao muda mrefu waliupanga kuitikisa Marekani. Baada ya shambulio hilo la Septemba 11, 2011 kugonga majengo mawili yaliyokuwa jijini New York nchini Marekani, watu wengi walionusurika walisumbuliwa kwa muda mrefu na magonjwa mbalimbali ikiwemo saratani kutokana na moshi mzito, vumbi zito na kemikali walizovuta wakati wanajiokoa. Wakati huo rais wa Marekani kwa wakati huo alikuwa George Bush, akatangaza vita na Afghanistani akilenga kumsaka kwa udi na uvumba kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Laden na washirika wake wote waliohusika kwa namna moja au nyingine kufanikisha kutokea kwa shambulio hilo.